Kwenye Mambo ya Walawi 17:11 anasema, uhai wa mwili uko katika damu, nami nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho wa nafsi zenu. Aliingia patakatifu kwa damu yake mwenyewe akiisha kufanya ukombozi. Aliingia kwenye madhabahu isiyofanyika kwa mikono ili kufanya ukombozi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, katika madhabahu ya mbinguni kuna damu ya Yesu. Kwa hiyo popote unakoenda, ndiyo una sadaka yako, lakini sadaka ipitao sadaka zote ni sadaka ya damu ya Yesu. Yesu alitolewa kama sadaka ili mimi na wewe tuweze kuokolewa, ili maisha ambayo yaliibiwa pale Eden, mifumo iliyoharibiwa ya uchumi pale Eden, Adamu anaambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Sikia, maisha yaliharibika kwenye bustani ya Eden, lakini pia maisha yalikuja kurejeshwa kwenye bustani. Biblia inaniambia pale Getsemane Yesu aliomba mpaka uso wake jasho kama matone ya damu vikamwagika. Biblia inaniambia pale Golgotha aliwekewa taji ya miiba. Yesu anawekewa kichwani kwake taji ya miiba, michongoma. Damu inayomwagika inadondoka kwenye ardhi kufanya upatanisho, kufanya ukombozi. Rikabasheketaya. Natamani uelewe hivi vitu ili unapoomba usiombe kindazindazi, usiombe kama watoto wa mjini wanasema unafanya mambo kindazindazi, kiholelaolea. Unaomba ukiwa na ufahamu